Maisha ya Nelson Mandela. Usikate tamaa hata katika giza nene. Utangulizi. Kuna watu wanaishi na kuna watu wanaacha alama chanya duniani. Leo tunajifunza kutoka kwa mtu ambaye alibadilisha historia ya taifa lake na dunia nzima. Nelson Mandela. Safari ya maisha yake. Nelson Mandela alizaliwa katika nchi ya Afrika Kusini wakati ambapo ubaguzi wa rangi ulikuwa umetawala. Katika utaratibu huo, watu weusi walinyimwa haki zao za msingi. Hawakuwa na uhuru, hawakuwa na sauti. Mandela hakukubali hali hiyo. Alisimama kupigania haki na usawa, lakini safari yake haikuwa rahisi. Changamoto alizozipitia: moja, kufungwa gerezani kwa miaka 27. Mandela alikamatwa na kufungwa gerezani kwa miaka 27. Miaka hiyo yote alipitia mateso, kazi ngumu na maisha magumu sana. Watu wengi wangekata tamaa, lakini yeye hakufanya hivyo. Pili, kupoteza uhuru wake binafsi. Alikosa kuona familia yake kwa muda mrefu, kwa miaka mingi mno. Alinyimwa haki ya kuishi maisha ya kawaida kama wengine. Hii ilihitaji moyo na uvumilivu wa hali ya juu. Tatu, chuki na ubaguzi mkubwa. Alipigana dhidi ya utaratibu huo uliokuwa na nguvu sana. Alipingwa, alichukiwa na watu na hata kuhatarisha maisha yake, lakini alichagua kupigania haki badala ya kulipiza kisasi. Alipotoka gerezani baada ya miaka 27, Mandela aliachiliwa huru baada ya kulipiza kisasi kwa waliomtesa. Alichagua kusamehe, alichagua kuunganisha taifa na hatimaye akawa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Mafundisho makuu kutoka kwa Mandela. Moja, usikate tamaa hata hali ikiwa ngumu kiasi gani. Kama Mandela aliweza kuvumilia miaka 27 gerezani, basi wewe pia unaweza kuvumilia changamoto zako. Pili, msamaha ni nguvu, si udhaifu. Wakati Nelson Mandela alikuwa gerezani, hasa katika gereza, alipatwa na misiba mikubwa sana. Mama yake alifariki duniani mwaka 1968. Mandela aliomba ruhusa ili aende kuhudhuria mazishi yake, lakini alikataliwa. Serikali ya kibaguzi haikumruhusu kutoka gerezani. Mwaka mmoja baadaye, mtoto wake mkubwa wa kiume naye alifariki na ajali ya gari. Tena Mandela aliomba ruhusa kuhudhuria mazishi ya mwanae, nayo pia alikataliwa. Maumivu aliyoyabeba. Fikiria hali hii: umepoteza mama yako, umepoteza mtoto wako, lakini hauruhusiwi hata kusema kwa heri. Hii ilikuwa ni mojawapo ya changamoto kubwa ya kihisia aliyoipitia. Kusamehe sio kushindwa, ni ushindi wa moyo. Tatu, pambana kwa haki hata kama uko peke yako. Ukweli hubaki kuwa ukweli hata kama watu wengi hawakuungi mkono. Nne, subira huzaa matunda makubwa. Mafanikio ya kweli yanahitaji muda, uvumilivu na imani. Mwishoni kabisa, Nelson Mandela alionyesha kuwa maumivu si mwisho wa maisha. Changamoto si sababu ya kukata tamaa, na msamaha unaweza kubadilisha dunia. Usiishi tu, acha alama duniani kama vile Nelson Mandela alivyoacha alama chanya duniani. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.